Edibil Jonas Lunyamila, jina la mwanasoka mtandaza kabumbu wa enzi hizo ambaye alijipatia umashuhuri mkubwa katika vilabu vya Simba na Yanga, lakini haswa umaarufu wake ulianza mwaka 1993 mara tu alipoiongoza Yanga katika michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati pale Kampala kwa bao lake la ushindi, akifunga bao la pili lakini likitanguliwa na la marehemu Said Mwamba Kizota, bao lililoleta hamasa na furaha kwa wapenzi wa Yanga. Na aliporejea hapa nyumbani umaarufu wake ulizidi, na niko naye hapa leo, nitazungumza naye ili kuweza kujua dabi ya Kariakoo ni mechi ya namna gani, na mechi hii ina ukubwa wa kiwango gani, na inavuta hisia kwa kiasi gani kwa mashabiki wa kabumbu hapa nchini. Edibil, wewe umebahatika pia kucheza Yanga Simba. Hebu kwanza tuzungumze dabi yenyewe hii, unaizungumziaje mechi ya tarehe 8? Kwanza nashukuru kuingia nyumbani. Najua unapozungumzia dabi huwa ni mechi kwanza inateka tuseme Tanzania nzima na kama kati. Dabi huwa ni mechi ambayo kwanza haitabiriki kulingana na historia ya huko nyuma. Sisi tumecheza tumekuta historia ndio inavyosema, na hata Jumamosi tarehe 8 itakuwa hivyo, kwa sababu ni mechi ambayo hata kama timu iko bora inaweza kufungwa na timu ambayo haiko bora. Kwa hiyo ni mechi ambayo huwa iko 50-50, unaweza kuwa bora ukafungwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo sisi ambao tumeshacheza huko Simba na Yanga tunajua ni mechi ambazo kwanza inacheza kwanza nje ya uwanja, halafu pressure inakuwa kubwa kuanzia kwa washabiki mpaka kwa viongozi. Kwa hiyo pressure inapokuja kwa wapenzi ndio maana inaingia mpaka kwa wachezaji. Kama hamko stable, hata kama una kiwango vizuri na performance, unaweza mechi ya dabi ukacheza vibaya. Unakumbuka nini inapobaki siku chache kama hizi enzi zako wakati ukiwa Yanga? Mimi niko Yanga sababu nakumbuka mechi yangu ya kwanza ndio tulikuwa tumetoka Uganda Kampala mwaka 93. Ni mechi ambayo kwa historia ni mechi ambayo kwanza kabla ya mechi mnapata wageni wengi, kila mtu anakuja kutoa hamasa kuanzia viongozi wa serikali, marafiki ambao wanaipenda timu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwanza tu unashangaa kwamba mbona mechi zingine huwa haziko hivyo, lakini kulingana na umuhimu sasa ndio maana unakuta kuanzia viongozi, labda mlikuwa hamjalipwa posho, hamna viatu, kama mnajua mvula zamani si vifaa vilikuwa adimu sana. Kwa hiyo siku mechi ya Simba na Yanga mnanunua viatu ndio mnavaa jezi mpya siku hiyo, sio kama sasa hivi kidogo angalau watu wanazindua jezi msimu mzima. Kwa hiyo ni mechi ambayo kipindi hicho ilikuwa ina hisia hiyo. Yeah. Mechi yako ya kwanza kabisa kuwafunga Simba unaikumbuka? Mechi yangu ya kwanza kuwafunga Simba, mimi sikuwafunga sana Simba, lakini nakumbuka nimesha wafunga mwaka 2002 kwa kama Ngao ya Jamii kama hii ambao sasa hivi ndio inaitwa Ngao ya Jamii ufunguzi wa ligi. Nilifunga mimi na Mariam Alitigana. Nakumbuka Mwanza tumeshafungana 4-4 nikafunga goli 2. Nakumbuka mwaka 96 ndio natoka Ujerumani kama nakumbuka, dakika ya pili nikashafunga Mwanza. Kwa hiyo ni na kumbukumbu hizo. Wakati unatoka Ujerumani ulikuja rasmi kwa mechi hiyo, kilitokea nini haswa wakati unatoka Ujerumani unakuja hapa? Uliambiwa nini? Uliambiwa unakuja kucheza dabi ama uliambiwa ilikuwa? Ni scenario ambayo ni ndefu zaidi, lakini kwa sababu nilikuwa nimeshakaa kama miezi mitatu bila kupata timu. Najua zamani ilikuwa mimi nienda kutafuta, sio kama sasa hivi unaitwa kwenye timu labda unafika unapewa kila kitu. Kwa hiyo mimi nifikia kwa mtu. Kwa hiyo kipindi kile nikaishiwa visa, nikaenda kwanza Venezuela, kurudi pale kwa na matatizo, ikabidi nilazimike kurudi nyumbani ili kwanza nipate visa ili nirudi. Lakini wakati narudi ndo nikakutana na hiyo dabi ya Yanga na Simba. Unapokuwa ulikuwa star, ulikuwa mmoja kati ya wachezaji wa kutumainiwa, lakini ikitokea mambo yamekwenda ndivyo sivyo, na wewe mawazo ya mashabiki wanakutegemea wewe, alafu mambo yamekwenda ndivyo sivyo, hali ilikuwaje? Kwa kweli mfano kile labda mnacheza na Simba mnafungwa,
kwanza hata kutembea uwezi, kwa sababu kila unapopita unazomewa, hapo hata ile structure yako, kwa sababu ni mechi ambayo ndo ilikuwa mechi kubwa ambayo mnaweza kupata hela mnaidiwa. Kwa hiyo unakuwa umekosa vingi, ukitembea hui na la unakuzodoa watu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ndio maana kwenye kari yangu mechi nyingi tulikuwa tunajitoa ili tuweze kushinda, kwa sababu ni mechi ambayo kwanza ni mechi ambayo iko kwenye history kwamba nilicheza Simba na Yanga, niliperform. Ukifungwa historia, unaona kama sasa hivi wataanza kuandika mwaka fulani Yanga ilifungwa au Simba ilifungwa. Kwa hiyo kwenye historia inakuwa haifutiki kwenye Simba na Yanga. Kwa hiyo mechi hizo unajitoa zaidi ili uweze kupata matokeo, ili uwe kwenye historia ya klabu yako. Kuna watu mpaka hivi sasa hawajui, Eddie, kilitokea nini ukaenda Simba ila hali ulikuwa ni mchezaji wa kutumainiwa Yanga? Ni scenario ndefu, nisingeweza kuizungumzia zaidi kwa sababu ilikuwa ni issue ya ndani sana na uongozi. Kwa hiyo hiyo naiweka pending. Sawa. Ulipofika Simba ulipokewa vipi? Simba nilipokelewa vizuri, lakini unajua ukishacheza karibia miaka 10 upande mwingine unakuwa uaminiki sana, kwa sababu ndio kama tunavyozungumzia dabi wakati najiunga dabi yangu ya kwanza niko Simba. Nakumbuka tulikuwa tumetoka Ismailia kwenye Champions League kwenye makundi kama nakumbuka. Tulipofika kwa kweli mechi ilikuwa na pressure sana, kama nilivyokuambia dabi zinakuwa na pressure. Ni mechi ambayo tuhuma zilikuwa nyingi, japokuwa tulikuwa tumetoka nje meji, ni mnashuka airport, mnanyang'anywa simu, kila kitu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwenye kumbukumbu yangu kwa kweli wakati niko Simba mpaka leo siwezi kuisahau, kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa na mambo mengi, tulinyang'anywa simu, lakini Mungu alisaidia tulitoka 2-2. Basi nikushukuru sana Eddie Jonas Lunyamila. Nashukuru sana. Ni mchezaji wa kimataifa wa zamani wa Tanzania Eddie Jonas Lunyamila. Alianza kuwika akiwa na Young Africans mwanzoni mwa miaka 90 hadi mwishoni mwa miaka 2000, lakini alipata bahati pia ya kuchezea Simba. Basi kutoka hapa nyumbani kwa Eddie Lunyamila, mimi ni Hassan Mvula, Kennedy Moses.